Kwa jina naitwa Rose Patrick Nampunju. Mimi ni mzaliwa wa Morogoro, Mpogolo, kabila langu, baba na mama wote wa Pogolo. Nimezaliwa Mwananyamala hospitali. Shule yangu ya msingi nimesoma Mevinjeni, sekondari nikamalizia Uhuru Mchanganyiko, ipo pale katikati ya jiji kabisa. Historia yangu fupi, mimi mwenyewe nilipenda kuigiza, nikawa natamani kuigiza, nimetamani Mungu akasaidia, kuna mtu nimekutana naye akanishawishi, nikashawishika, nikaingia kwenye kuigiza. Kuna scene niliandikiwa na bosi ya Mashavu anagombana na mama yake. Anagombana na mama yake ambaye ni Siwa. Hiyo scene ilikuwa ni ya ugomvi ambao walikuwa wananionea, nikaja nikapanic, nikapigana na mama. Yaani ilinivaa kabisa ile roho ya Mashavu kwamba sio mstaarabu, mkorofi, hana adabu, anaropoka ovyo. Hiyo scene yani mpaka mimi nimeambiwa cut, bado natetemeka, yani niko kwenye ile hasira ya ukweli. Kwa upande wangu mimi nilikuwa napenda, wazazi wangu pia wanapenda sana, mama yangu, baba yangu. Haikuwa ngumu sana kwa sababu ni kitu ambacho wao wanapenda mimi nifanye. Ila kwa sababu ni wazazi walikuwa na hofu kwamba huyu mtu alivyo mpole, muoga wa watu, ataweza. Walishazuia kwamba bwana tutaki ufanye sana. Lakini baada ya kuona mimi nashikilia msimamo wangu kwamba bwana mama mimi nataka kufanya sana, baba mimi nataka kufanya sana, haikuwa ngumu kwa upande wangu kusema kweli. Niliongea nao mara 2 tu wakakubali. Sikutumia hata nguvu. Kwenye maisha yangu ya kawaida mimi ni mpole sana, tabia ya kujitenga. Mimi najitenga sana. Yaani mimi napenda ule upweke. Inawezekana kuna sehemu natakiwa niende, kuna watu najua msana naenda kuonana nao, lakini kuna ile roho ya kusema kwa nini niende? Kwa nini sikae tu nitatafuta kisingizio, bwana mimi siwezi kuja bwana, nimepata emergency hapa siwezi kuja, samahani niendeleeni. Alafu wenzangu wakaenda, have fun, alafu mimi nikaja nikaona sasa kwa nini nakuwa hivi, najiapia kabisa. Siku nyingine wakiniambia niende nitaenda, lakini siku nyingine na wakiniambia kuna hiyo tabia inanivaa kabisa, na kwa yani sijisikii kutoka, najisikia tu kukaa peke yangu. Mimi napenda sana kuogelea sana, yani sana nikiwa na furaha sana na nikiwa na huzuni sana lazima nikaogelee. Haijalishi ni wapi, lazima nikaogelee, kama maji ya mto, swimming, bahari, vyote naweza. Nikipata stress na namna 2. Moja, nakula sana nikiwa na stress. Nakula. 2, kuogelea. Nikiwa na stress naogelea na nakula sana. Jinsi watu wanavyoishi kwenye mitandao ya kijamii, waongo, wanafanya wenzao wanakuwa na pressure ya mafanikio. Kuna baadhi ya watu mimi nawajua kwamba maisha yao sio haya, lakini kiangalia kwenye mitandao nacheka tu, nasema yani huyu nisingemjua angenipa stress kwamba mimi mbona naonekana siko serious na maisha, mbona mwenzangu anapambana hivi. Yani kiingiaga kwenye mitandao huwa nacheka, na wachekaga sana watu kama ambao wana fake maisha. Kila kitu kiko sawa, na kama kikitokea, kama vilishawahi kutokea nyuma, mimi navichukulia kama funzo na daraja mimi la kujifunza kitu kimoja na kingine. Umaarufu umeongeza heshima, umeongeza mimi kujijua mimi ni nani, nataka nini, natakiwa nifanye nini. Umaarufu umeniongezea confidence. Hiki kitu nilikuwa sina kabisa. Mimi nilikuwa hata kama mtu akiniuliza swali kama sijafanya mimi, nikisema sijafanya mtu akanilazimisha hata mara 3, naishia kulia. Lakini kwenye kazi yangu na huo maarufu umenifanya nijijue mimi ni nani na nataka nini. Kama kitu sijafanya naweza kumface mtu, bwana mimi hicho kitu sijafanya. Iko kitu kinakuwa vizuri sana kwa upande wangu. Nikijiangalia kwenye TV najiona ni mtu ambaye nilikuwa napambania ndoto zangu na zimefika, na natamani niendelee kujiona tena na tena. Kwa upande wangu mimi nikijiangalia sijaonaga kama nakosea, kwa sababu kwenye kukosea pale kuna madirector huwa wananirekebisha, ila nikijiangalia najionaga tu nafanya kazi vizuri, nafikisha ujumbe kwa wananchi, kwa mashabiki zangu vizuri bila mashaka yoyote. Kazi yangu haijawahi kuniletea shida kwa namna yoyote, ninachoshukuru Mungu. Kama zitakuja basi nitazipokea, ila kwa sasa hivi sijapokea, yani sijapitia kwenye changamoto yoyote kupitia sanaa yangu. Na hisi ni kwa sababu ya mtu ambaye nilichagua kuwa naye, hakuwa na shida yoyote,
hata kwa wazazi wangu pia. Hata nikipewa hizo sini za mapenzi sioni kuna shida yoyote kwa upande wangu mimi. Ni sini ambazo nilishawahi kucheza na sijali kuhusu mtoto. Sini ambazo sio mama bora. Kwa zile zinakuaga zinaniumiza sana kwa sababu ndani yangu mimi ni mama na mtoto wa kiume. Kwa vile ninavyoigiza kwamba mimi sio mama mzuri, sijali mtoto, najali mambo yangu tu, hiyo inaniumizaga kwa namna moja au nyingine. Mimi ningekuwa tour guide kwa sababu napenda masuala ya utalii sana. Napenda kwenda sehemu tofauti ambazo sijui. Kwa hiyo kama isingekuwa sanaa, mimi ningekuwa tour guide mzuri tu. Ningewapeleka watalii kote wanapotaka. Kunipa umaarufu cha kwanza ni kitu ambacho mimi nilikuwa ndoto yangu kubwa. Cha pili inanisaidia mimi kwenye biashara zangu. Mimi natengeneza karanga, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kufikia wateja wangu. Kwa hiyo hicho kitu nafurahia kwa upande wangu. Nimeshawahi kupenda kwa sababu tu ya jina, kwa sababu unaonekana tu, mtu akasema bwana mimi nimekupenda kwa sababu ninakuona kwenye TV. Lakini sio yale mapenzi tu ile najua mimi mtu anakupenda kwa sababu ya kitu fulani, lakini yule alinipenda kwa sababu tu ananiona kwenye TV. Nimeshawahi kusema ukweli. Kwa upande wangu yeye alinipenda lakini mimi sikumpenda. Kwa sikumchukulia maanani sana kwa sababu alimpenda mashavu, hakumpenda Rose. Kama angempenda Rose, kama ningepata nafasi ya kuwa naye ningekuwa naye. Kwa kuwa alimpenda mashavu, kwa sababu hata nilikuwa nikiongea naye hivi. Rose sio mtu ambaye anaongea sana, sio mlopokaji, lakini yeye alikuwa ukikaa naye, mbona uchangamki? Mbona kuna mambo siyaoni? Anaweza kukuza, hivi mganga gani mzuri hapa naweza nikaenda? Unabaki mimi na waganga wapi na wapi? Kwa niko na huyu amempenda mashavu na tayari tangia siku ya kwanza tunaonana, anampenda mashavu, sio Rose. Mumpende mtu ambaye mfano mpende Rose. Sababu mashavu ana mambo mengi. Mashavu ni character, sio mtu halisia. Labda mtu mpe, kama mimi ningekuwa nina tabia za mashavu, ukampenda mashavu, alafu yani ndani ya Rose kuna mashavu. Sawa, haina shida. Lakini kwa upande wangu mimi, mtu mpende mtu yeye kama yeye. Sio kwa sababu umemwona kwenye TV au sio kwa sababu ni anaonekana ana tabia fulani, kwamba kwenye kazi ameigiza na wanaume wengi, ameigiza labda tunavijua kwamba bwana mimi nampenda mtu kwa sababu ya hichi. Hapana. Mpende mtu akiwa mwenyewe, yani picha halisi. Sio kwa sababu ya kazi wala kwa sababu ya character aliyopewa. Mimi jimbo lipo wazi. Sina mtu, nipo single. Hivyo, nitachagua kufa kwa maumivu ya mapenzi, nilie mpaka nife. Kwa sababu ni kitu ambacho nimepata, yani nimepitia kwenye maisha yangu halisia. Nimepitia maumivu sana. Kwa hiyo hata nikipewa action najua naanzia wapi kulia mpaka nitakapokata roho. Mapenzi ya kweli bado yapo na yanaishi. Ni muda tu wewe kuchagua kusubiri au kuendelea kupoteza muda. Ila mapenzi halisi yapo yamejaa tele, watu wapo wanapenda ukweli, wapo. Anaumia sana kwa sababu siku zote ex hapendi kuona mwenzi wake wa zamani akifanikiwa. Kwa hiyo anavyoniona lazima aumie kwamba okay, huyu nimemwacha lakini bado anaendelea. Ex pole kwa kuumia na utaendelea tu kuniona. Pole sana. Mimi kwa mara ya kwanza kabisa unakutana na mimi, lazima nikwambie mimi ni msanii na napenda kazi yangu. Cha kwanza ni sanaa, cha pili ni sanaa, cha tatu ni sanaa. Kwa ukikutana na mimi sehemu yoyote, haijalishi ni wapi, nitajitambulisha mimi ni msanii. Sitaona haya. Mimi nathamini sana uwepo wa mtu akiwa karibu yangu, kwa sababu mimi sio mtu wa kutoka, wa kufanya vitu baadhi kama watu wengine. Kama mtu akiwa karibu yangu nathamini, kwa sababu mimi ni mtu wa kulalamika sana. Kwa yule mtu ambaye ananigea sikio namthamini sana. Ni mtu ambao kukata tamaa kirahisi sana. Kwa hiyo nikipata mtu ambaye kama hivi ananisikiliza na anajua nini Rose anataka, akanipa muda wake, iko kitu nakithamini sana kwa upande wangu. Comments zitanifanya niwe kwa namna mbili. Moja ya kufurahi, zingine zina kila.
Kuna mwingine anaweza akakutukana tu bila sababu za msingi. Kuna nyingine zinaweza zikakujenga, bwana Mashavu fanya hivi itakuwa hivi, inanisaidia kwa upande mmoja au nyingine. Zingine zinakwaza, zinakufanya ujisikie vibaya, lakini mimi sio mfuatiliaji sana wa comment sababu mwenyewe ni muoga kupitia hiyo situation ya. Naweza mtu kapita kwenye comment ukakuta mtu anakutukana au mtu anakuelezea kama anakujua kumbe hakujui. Sijawahi kufikiria wala kuota mimi kuacha kuigiza au kufanya sanaa, sijawahi. Na kama siku nikasema naacha sanaa, nichalaza hata viboko viwili nitarudi kwenye akili zangu. Sijawahi kufikiria kuacha sanaa kusema ukweli. Ni kitu ambacho nakipenda, nakiwaza na nakifikiria kila siku. Kufanya kazi nyingi, kuwa wewe unavyotaka wewe. Yaani kazi zangu mimi zitakuwa kama urithi tosha kwenu, kwa sababu kazi zangu mimi kuna vitu vingi za kujifunza, kuelimisha, kuchekesha. Kwa level nilizofikia mimi bado mimi ni mchanga sana. Natamani kufika yale malengo ambayo kila siku nikiyaota. Natamani kufanya kazi kubwa kwenye mataifa tofauti tofauti na watu tofauti tofauti. Natamani kufanya kazi watu waone, wajifunze kupitia mimi. Mimi nawapenda sana mashabiki zangu. Nafurahi kwa sababu mmenichagua mimi na mimi nimewachagua nyinyi. Kupitia kazi yangu nitajifunza mengi. Endeleeni kunisupport kwa sababu nina vitu vingi sana natamani na nitavifanya ili nitimize ndoto zangu.